Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi wapendwa wa chaneli yetu pendwa, chaneli ya KR 255 TV, chaneli ambayo ni chaneli yako tukufu inayokuletea mambo mengi ya ulimwengu huu unayoyajua na yale usiyoyajua. Chaneli hii inakufundisha viumbe wasioonekana na wanaoonekana, elimu zao na namna gani ya kuweza kuwatumia, kwani kwa kauli jadida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuelekeza kwamba sisi wanadamu ndio viongozi, ndio sisi ni makhalifa katika ulimwengu huu, akatupa kila kitu tuweze kukitawala. Na ndio sababu ukiangalia katika mantini unawakuta hata wanyama wakali kama simba akimwona mwanadamu anataharuki, na tuna uwezo wa kumlaza chini, ima kwa kumuua au kwa namna gani nyingine. Sasa tamaruki ya leo ninapenda nikueleze, nikusogeze katika darasa kubwa ambayo hujawahi kuiona. Darasa hii inawazungumzia viumbe ambao viumbe hao hawaonekani kwa macho, ila wanaonekana kwa ishara. Ni viumbe waliokuwa dhalili, viumbe ambao kwamba wao hawajamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao wanakwenda katika misingi ya sharia. Ndugu yangu, ninataka kukwambia kwamba viumbe hao mara nyingi huwa wanatumiwa na wale wataalam waliokuwa katika miji mikubwa huko. Wao huwatumia viumbe hawa kwa njia mbalimbali, lakini moja kubwa ambayo inataka kukupa faida hiyo ni kwamba viumbe hawa, unapomchukua kiumbe huyu na kiumbe huyu anapatikana katika mkadimati wowote ule, ukimpata kiumbe huyu ukamtumia vizuri, ukamwelekeza kwamba bwana, mimi na jambo langu la mahaba na jambo la mapenzi, jambo hili ni kwamba nina rafiki yangu mmoja mwanamume, pengine nimempenda sana au amenipenda sana au alikuwa mume wangu, kachukuliwa na mwanamke fulani, binti fulani, ikawa hivi, basi huu unakuwa ni msaada mkubwa sana kwako. Kiumbe huyo si mwingine, ni kiumbe katika lugha ya Kiajemi anaitwa tahur. Tahur ni kiumbe ambayo watu wengi katika wanavioni wa viumbe visivyokuwa vinaonekana wanasema yuko katika umbile lenye kujigeuza. Mara ni mwanamume, wengine wanasema mara anawadika na kwa katika umbile la kike. Lakini kwa wale wanasayansi wenye kuvifuatilia viumbe visivyoonekana, wao katika lugha ya Kiajemi wameweza kuviweka katika vitabu, wameviandika katika nakshi mbalimbali, wamevionyesha kwamba vina mapembe yasiyopungua 7. Lakini kwa wewe mwanadamu, kiumbe huyu wa kutisha unaweza kumfanya akawa dhalili sana. Na ndio sababu katika usemi wangu awali nimetanguliza kwamba kiumbe huyu anakuwa ni dhalili. Dhalili maana yake wewe unapokuwa umemchukua kiumbe huyo, unamweka katika kikombe au katika sahani nyeupe ya udongo, unamsimamisha pale, anasimama, kisha unamtuma. Na ishara yake kubwa unapomtuma, utaona pale kunako kikombe au panapo hiyo sahani, utalipuka moto mara moja, inakuwa tayari unajua kama amekwisha ondoka huyu kiumbe. Ni tofauti na wale viumbe wengine niliokuwa nakueleza kwamba mnasemezana, mnaambizana. Lakini katika kiumbe huyu, yeye unapomtuma, unamtuma mara moja tu, anakwenda na kutimizia yale unayotaka, lakini harudi. Na ndio sababu nikasema kwamba kwa wale ambao wamekuja, nikajaribu kuwaonyesha, wengi wamekimbilia upande wa mahaba, upande wa mapenzi. Leo unamkuta mwanaume ana michepuko kama 6 nje, anamuua mkewe wa halali ndani, basi yeye huweza kukusaidia katika masala kama hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, ukimhitaji huyu kiumbe, ni kwa namna fupi, kuna sadaka kidogo tu ambayo unatakiwa unaichangia, kisha mimi nakupa maelekezo kupitia chaneli hii. Unaweza ukayafanya hata huko uliko nyumbani kwako, uliko mbali. Lakini kasoro moja, watu wengi hupenda kukimbilia fedha. Huyu katika mambo ya fedha hausiki. Usio kasema ukamtuma kwamba kaniletee fedha, kaniibie fedha, kadhurumu mtu fedha. Yeye upande huo hausiki kabisa. Huyu anahusika na mambo kama mahaba, mambo ya mapenzi ambayo kwamba wewe unataka kudumu nayo, mambo ya mapenzi. Anahusika na mambo ya biashara, anahusika na mambo mengine, ni kwamba mambo ya mivuto mbalimbali. Hakika yake usiache kusubscribe
katika chaneli hii ili uweze kupata mambo mazuri na mambo makubwa ili uweze kunufaika na uweze kufaidi katika ulimwengu huu. Kumbuka namba yangu ya WhatsApp ni hiyo hiyo ambayo ni 0621 78 30 30, au ukitaka kuongea na mimi kwa wewe ulioko jirani ni 0655 331 772. Kwa leo nawaachia kiporo hapo mpaka katika kipindi kijacho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.